K wa Nairobi, Kenya, anasema Mwenyezi Mungu awarehemu Wakongomani, lakini wengine nitasoma muda ukiruhusu tena. Lakini kwa sasa ngoja nikuelekeze huko Syria ambako mahakama imemhukumu kifo alikuwa rais wa Syria Bashar al-Assad baada ya kumpata na hatia ya makosa ya kukiuka haki za binadamu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Bwana Assad alitorokea Urusi mnamo Disemba mwaka 2024 baada ya utawala wake kupinduliwa. Pia mahakama imemhukumu kifo binamu yake Assad na mkuu wa zamani wa usalama mkoani Deraa, Atif Najib. Deraa inafahamika kama eneo ambako kulianzia maandamano ya umma mwaka 2011 yalosababisha vifo vya maelfu ya watu. Isabela Mwagodi na taarifa hiyo. Katika kilele cha hukumu hii, sauti za familia za waathirika zilisikika zikishangilia. Hii ndiyo mara kwanza kwa alikuwa rais wa Syria Assad kupatikana na hatia tangu alipotorokea Moscow, Urusi, akiwa na familia yake mnamo mwezi Disemba mwaka 2024 baada ya utawala wake kupinduliwa, jambo lililohitimisha utawala wa familia yake uliodumu kwa miongo mitano. Binamu ya Assad na aliyekuwa mkuu wa usalama wa kisiasa katika mkoa wa Deraa ulioko kusini mwa Syria, Atif Najib, naye pia alihukumiwa kifo. Alisimama kizimbani akiwa amevaa sare za gerezani zenye mstari wakati jaji akisoma hukumu yake. Mkoa wa Deraa unachukuliwa kama mahali palipoanzisha vuguvugu dhidi ya utawala wa Assad, ambapo mnamo mwezi Machi mwaka 2011 kukamatwa na kuteswa kwa vijana waliotuhumiwa kuandika ukutani kauli mbiu za kupinga serikali kulizua maandamano yaliyokandamizwa kwa nguvu na kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua maelfu ya watu. Maafisa wengine 6 wa jeshi na usalama, wakiwemo mdogo wake Assad aitwaye Maher, pia wamehukumiwa kifo wakiwa hawapo mahakamani. Baadhi ya familia za waathirika wamesifu uamuzi wa mahakama. Ninapongeza familia zote za mashahidi na ninawapongeza baba na mama yangu kwa hukumu ya kifo dhidi ya mahalifu Atif Najib. Tunatumai kwamba Bashar al-Assad na wenzake wote wa genge lake la uhalifu watauawa kwa kunyongwa. Hata hivyo, Noha al-Masari ambaye alipoteza ndugu yake wakati wa mauaji ya Deraa mwaka 2011 na akawa miongoni mwa waendesha mashtaka, amesema kuwa hukumu hiyo imeonyesha mateso ya kutisha yaliyowapata wafiwa na kwamba ni hatua ya mwanzo kuelekeza haki katika Syria mpya. Bado haijulikani wazi kama mamlaka mpya za Syria zitaweza kuwarejesha Bashar na Maher al-Assad kutoka Moscow. Hata hivyo, serikali mpya ya mpito chini ya Rais Ahmed al-Shara iliyemwangusha Assad katika kampeni ya siku 11 imekuwa ikiendelea kuwakamata maafisa wengine wa zamani, ingawa viongozi wakuu wa zamani walioko Urusi bado hawajafikiwa. Isabela Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Naam, Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana huku Rais Volodymyr Zelensky akilaumu Urusi kwa kutumia makombora ya Korea Kaskazini kwenye mashambulizi yake hivi punde. Mashambulizi yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine yamesababisha vifo vya watu 8, huku shambulio lililofanywa na Ukraine ndani ya Urusi likiwa mtu mmoja katika mji wa Voronezh. Zaidi na Halima Nyanza. Picha ya video ikionyesha wafanyakazi wa kikosi cha kuzima moto wakipambana na moto uliosababishwa na mashambulizi ya makombora ya Urusi katika mji mkuu Kyiv. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema shambulizi baya zaidi lilifanywa katika mji wa Zaporizhia likihusisha makombora ya Korea Kaskazini, ambapo watu 6 wameuawa na wengine 19 kujeruhiwa. Katika video aliyotuma awali, amesema kwa mara ya kwanza Urusi haikuweza kuanzisha vita bila kuongeza nguvu na Korea Kaskazini. They are now preparing to station an additional contingent of North Korean troops on their territory. Kwa sasa wanajiandaa kwa kikosi cha ziada cha wanajeshi wa Korea Kaskazini katika eneo lao. Na pia wamepokea makombora zaidi ya ballistic kutoka Korea Kaskazini. Amini usiamini, na ni muhimu kwa kila mtu duniani kuelewa hii inamaanisha nini. Hili si swala linalohusu tu maisha ya watu nchini Ukraine au vitisho dhidi ya nchi yetu. Makombora ya ballistic ya Korea Kaskazini pamoja na silaha zake nyingi zilizoboreshwa kupitia ushirikiano wake na Urusi. Kadri tunavyoshuhudia mashambulizi mengi zaidi ya Korea Kaskazini hapa Ukraine na Ulaya, na kadiri makombora na wanajeshi wengi zaidi wanapopelekwa huko, ndio hatari inavyozidi kuwa kubwa zaidi hapo baadaye kwa Japan, Jamhuri ya Korea, Philippines. Hii si mara ya kwanza kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuituhumu Urusi kwamba inapokea msaada wa kijeshi kutoka Korea Kaskazini. Aidha, amedai kuwa mwishoni mwa wiki kiasi cha wanajeshi wa Korea Kaskazini 50,000 walipelekwa kupigana kusaidia jeshi la Urusi.
Rais Zelensky pia amesema hospitali inayotibu magonjwa ya kuambukiza iliharibiwa kwa makombora mjini Kiev. Lakini hata hivyo, maafisa wanasema wafanyakazi na wagonjwa walifanikiwa kujificha. Mashambulizi mengine yaliyofanywa katika miji ya Kherson na Kharkiv yalisababisha kukatika kwa umeme. Maafisa wa Ukraine wamesema Urusi imerusha ndege zisizo na rubani 120 usiku kucha, huku ikishambulia kwa makombora mbalimbali. Lakini kwa mara ya kwanza hawajatoa idadi ya makombora yaliyofyatuliwa au kuzuiliwa. Hatua hiyo pia imekuja kufuatia taarifa ya jeshi la anga hapo jana ikivitaka vyombo vya habari kutoandika habari kwa vichwa vya habari vitakavyoleta taharuki kuhusiana na uhaba wa makombora yanayolinda anga. Naye kiongozi wa kijeshi katika eneo hilo la Zaporizhia, Ivan Fedorov, amechapisha katika mtandao akisema jeshi la Urusi limefanya mashambulizi makubwa. Ametuma picha zinazoonyesha magari na majengo yakiwaka moto na kusema kuwa Moscow ilishambulia mji huo kwa kutumia makombora na mabomu na kuacha watu 19 kujeruhiwa. Na katika mashambulizi yake nayo yaliyofanya ndani ya Urusi, Ukraine imeshambulia mji wa Voronezh kusini mwa Urusi siku moja tu baada ya kufanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na kusababisha maafa makubwa. Katika hatua nyingine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza shambulio aloliita lenye mafanikio katika eneo lenye kiwanda cha kemikali za mafuta ya petroli lililofanywa jana na wanajeshi wa nchi yake magharibi mwa Siberia kwenye ardhi ya Urusi. Shambulio lililofanywa na Ukraine huko Tatarstan limesababisha vifo vya watu 13 na wengine 75 kujeruhiwa. Afisa wa Urusi katika eneo hilo, Svetlana Petrenko, amesema uchunguzi unafanywa kufuatia shambulio hilo lililofanywa katika maeneo ya raia na kusababisha kifo cha mtoto mmoja na pia katika eneo la viwanda Nizhnekamsk. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, kumbuka kwamba taarifa hizi zote unaweza kuzipata pia kwenye mtandao wetu bbcnewswahili.com. Moja kwa moja kuna matangazo haya yanayoendelea hapo, lakini pia kuna taarifa ambazo wenzetu wamekuandalia hapa. Tishio la Iran la shinikiza Trump kufichwa katika lori la chakula. Kuna Urusi yatumia makombora ya Korea Kaskazini kushambulia Ukraine, lakini pia kuna taarifa kuhusu muendelezo wa kesi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, ambayo leo pia ilikuwa inaendelea, wakiendelea kumhoji shahidi wa nambari 16 upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inayomkabili katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Barabara 10 hatari zaidi duniani mwaka 2026 ni taarifa iliyowekwa hapo saa 4 zilizopita. Lakini pia napata fursa ya kupitia pia maoni yako kidogo hapa. Alimrangi Gigiri Mresa wa Dar es Salaam Tanzania anasema poleni sana wananchi wa DR Congo kuondokewa na wapendwa wenu katika janga la Ebola. Jafari Saidi naye anasema Mungu awatie wepesi na uokoaji ufanyike huko Colombia. Sitarabu Zamzam anasema anatupata vizuri sana. Pastor Daniel Kakoli ukiwa Nairobi, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Unasema janga